Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Julai 7 ya mwaka 2026. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi ya pekee asubuhi ya leo, nafasi ya kujifunza neno lako. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiwa ni wadhambi na tusiostahili hata kuliitia jina lako. Lakini tunakushukuru kwa nafasi hii, nasi tunaomba ukatusamehe dhambi zetu, ukaturehemu na ukatutakase na ukachagua kutembea nasi siku ya leo na hata milele. Tupe neema yako, tupe rehema zako, tusaidie kulipokea neno hili tujifunzalo leo katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema nguvu imeahidiwa. Mwanzo 32:28 inasema, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Kama Yakobo asingekuwa ametubu dhambi yake ya kupata haki ya mzaliwa wa kwanza kwa udanganyifu hapo kabla, Mungu asingeweza kusikia maombi yake na kwa rehema kuyaokoa maisha yake. Hivyo, katika wakati wa shida, ikiwa watu wa Mungu walikuwa na dhambi zisizotubiwa ambazo zingeonekana mbele yao, huku wakiteswa na hofu na maumivu makali, wangezidiwa. Kukata tamaa kungeondoa imani yao na wasingeweza kuwa na ujasiri wa kumwomba Mungu kwa ajili ya ukombozi. Lakini pale wanapokuwa na hisia kali ya kutostahili kwao, wangekuwa hawana makosa yaliyofichwa ya kudhihirisha. Dhambi zao zitakuwa zimefutwa na damu ya upatanisho ya Kristo na hawawezi kuzikumbuka. Wote wanaojitahidi kutoa udhuru au kuficha dhambi zao na kuziruhusu kubaki kwenye vitabu vya mbinguni bila kutubiwa na bila kusamehewa, watashindwa na Shetani. Kadiri weledi wao unavyozidi kuwa na hadhi ya juu na nafasi wanayoshikilia inavyozidi kuwa ya heshima, ndivyo njia yao inavyozidi kuwa ya kusikitisha machoni pa Mungu na ndivyo ushindi wa adui mkuu unavyozidi kuwa wa hakika. Hata hivyo, historia ya Yakobo ni uthibitisho kwamba Mungu hata watupa wale ambao wamesalitiwa katika kutenda dhambi, lakini wakarudi kwake kwa toba ya kweli. Ilikuwa ni kwa kujikana nafsi na imani thabiti Yakobo alikipata kile ambacho alishindwa kukipata kwa kupambana kwa nguvu zake mwenyewe. Mungu kwa jinsi hiyo alimfundisha mtumishi wake kwamba uweza wa Mungu na neema peke yake ndivyo vingeweza kumpa baraka aliyotamani sana kuipata. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa wale wanaoishi katika siku za mwisho. Hatari zinapowazunguka na kukata tamaa kunapoishika roho, ni lazima wategemee sifa za upatanisho peke yake. Hakuna mtu hata mmoja atakayepotea maadamu wanalifanya hili. Yakobo alishinda kwa sababu alikuwa mvumilivu na mwenye kudhamiria. Ni sasa ndipo tunapaswa kujifunza somo hili la maombi yenye kushinda, ya imani isiyo salimu amri. Ushindi mkubwa kabisa kwa kanisa la Kristo au kwa Mkristo binafsi si ule unaopatikana kwa kipaji au elimu, kwa utajiri au upendeleo wa wanadamu. Ni ushindi ule unaopatikana katika kile chumba cha kukutana pamoja na Mungu, wakati ambapo imani ya kweli yenye kuugua inaposhikilia mkono ule wenye nguvu wa uweza. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Julai 7, mada ikisema nguvu imeahidiwa. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili la kesha la asubuhi ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
sitanyamaza, nitasifu. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama wa Israeli walipovusha bahari. Nitaziimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza, nitasifu. Tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Yajayo hatuyahofu, mweza wa yote, asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twima kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twima kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twima kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana.